msichana bi harusi mtarajiwa aliyependwa na Fredi kuliko mabinti wengine wote ni Gladys. Tuombe mabinti wote waweze kuleta Malkia Gladys Uingereza amekuja na ndege ya saa 4. Twende kazi DJ. Niombe vya kutosha. Wakati sasa Malkia Gladys Malkia. Malkia anaomba Kiingereza is not that song. Please change the song. Anasema huo sio wimbo wake, badilishe wimbo mwingine kidogo, sana lugha ya Kiingereza inapaka. Okay, Malkia hapo wewe tuspeke what you need. Twende kazi DJ. Malkia atakuwa wimbo. Naona msaidizi wake bodyguard anamwelekeza fundi mitambo kwamba Malkia atakuwa kufanya. Anachukua Gladys mama. Atakuwa kiingia katika kapendeza nasema mimi utasema katoka darasa la 7. Twende sasa. ITV na Radio TV ndio wachukue vizuri picha. Kwa hiyo mnampa picha nzuri, mnampa uwazo wa kutosha. Piga makofi na vigelegele. Inatosha kabisa sana baba, uendelee. Asante. Hebu sogeni huko mliko. Sogeni mliko. Hawa mnaowaona ni kijana anaitwa
Leki Jacobo, Leki Yohana Jacobo, na binti anaitwa Raka Ma. Nataka haya sasa, Bwana, tuone kile kitu ambacho tunarudisha leo. Sisi miaka yetu 36 iliyopita tulivisha kitambaa. Subiri nyingine kama haraka. Ukacheza mpaka usiku. Mani kuna pete ya uchumba hapa. Iya. Pete ya uchumba maana yake anaweka kufuri. Anafunga nyumba yake asimchumbie mtu mwingine tena. Wakati na waamini watu walikuwa wanakimbia na wasichana waliochumbiwa. Ni watabia ile safari hii sasa hivi hawawezi. Mnaambia mbali. Kwa hiyo ili ajulikane kuanzia leo kama ni mchumba wa mtu, basi atapewa pete. Kwa hiyo Frank ametoa pete hii kumvisha binti brother. Kwa hiyo tunaenda kuiombea, alafu tutampa kumvisha. Baba, katika jina la Yesu ushukuriwe. Ndio jina lako lina nguvu milele hata milele. Tunakabidhi pete hii mikononi mwako. Anapoivaa huyu binti akatambua ya kwamba ameshika uchumba, ameshikwa tayari kwa ajili ya maandalizi ya kuolewa na Frank. Mungu anamweka mikononi mwako. Naomba wasaidie wote, wapiganie wote, mwongoze atakapoivaa, akumbuke kwamba amepozwa na amelipiwa mahali. Asante Mungu wetu, neema na uwezo na upendo wako vikawe pamoja nao, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Lakini wengine mnajua tumetoka Zinga. Amina. Lakini kingine haya, nampa naomba pia kwamba ukumbuke. Sijamuuliza huyu binti kama kuna jambo lolote unasema na huyu au ndio umetoka. Ndio mambo mengine lipo. Anasema kuna jambo lingine amesema na huyu mchumba wake. Haleluya. Jamani, tutakana uchumba ndio huko hapo. Tunatangazia umma ndio nzima iko naangalia Facebook. Watu watawala kuja naye, msichana kuja sasa hivi kuja. Anakuja kwa Yeah.
wakatokea watu wenye hela au shetani wenye pepo, wakatokea wa uongo, wakaja kuivunja ndoa. Miaka yote Grada amekaa hapa, wakasema Grada ana watoto 6 amewaficha. Tunajua uongo ni waongo. Basi pigeni magoti barabara hiyo hiyo. Baba, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila jina, jina lenye uweza, lenye mamlaka. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya tarehe leo ambayo uliijua wewe, sisi hatukuijua, ilikuwa imefichwa machoni pako, na sasa leo umeifunua machoni petu. Yesu wa uzima, asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao umeweka hadharani sasa kile ambacho uliandaa kwenye maisha yao. Tazama leo wamethibitisha mbele ya umma ya kwamba sasa huyu ni mchumba, huyu ni mchumba. Bwana, tunaomba watunze, uwalinde kama ulivyowalinda kwenye mchana wote, na sasa kwenye safari ya uchumba au kwenye kipindi cha ndoa, tunaomba watunze. Kila roho ya adui inaweza kupita mlango wa nyuma, tunafunga milango yote, tunafunga maneno yote kwa jina la Yesu. Mikakati mbalimbali, mipango mbalimbali, mikabidhi mikono mwako Yesu, ukaonekane, ukaibariki Bwana, kila jambo litendeke chini ya uwezo wako na mkono wako ukaonekana juu yao, katika jina lipitalo kila jina, na wote tuseme amen. Amen. Waangalie ni watu kwanza. Hebu tusikilizane toka kwa mwisho, alafu niwachie msiki. Leo hii tarehe 10 mwezi wa 5 natangaza Frank Jacobo na Grade Mara kwamba ni wachumba. Na wanaruhusiwa kuanzia leo kuendesha vikao vya harusi halali. Send off na harusi halali kabisa. Kwa hiyo wakifika kwako, jambo lao tumeliweka peupe. Amen. Kuna waandishi wa habari wa kila aina wako wanachukua taarifa, watawajulisha watu wengine ambao wako Dar es Salaam, watajua kwamba leo ni leo. Mungu awabariki. Karibuni. Amen. Makofi na vigelegele. Jamani, wamependeza, wamependeza. Yaani mwingine amekucha. Sasa wakati huu naomba tuwe tangazo kwanza moja, kabla sasa sijaenda, hatujaenda kuwasha moto sasa wa furaha zaidi. Kama kuna mtu atatoa zawadi baadaye, andikishe jina kwa Boy mdogo huyo anaitwa Kisofa. Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kutoa zawadi yoyote, basi tunaona mtu pale. Sasa wakati huu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tutakwenda sasa kufurahi zaidi na zaidi. Kuwasha moto wa furaha. Leo utashuhudia watu wanafurahi kwa kuchanga, kwa Kiingereza, kwa Kichina, tunaweza kuchanganya kuwasha moto. Kidogo wacheze dakika 2 kwanza, halafu taenda kuita vikundi vya zawadi. DJ hawa muziki. Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari kucheza? Wapi makofi na vigelegele? DJ hawa hivyo. Sasa tuone. DJ hawa, wasije. Twende kazi sasa. Tusimame. Tusimame. Let's go.
bibi harusi. Niombe sasa, niombe pia ile kupata vile vikundi mbalimbali ambavyo vitatoa zawadi. Sasa wakati huu sasa, kwanza tutatoa upendeleo kwa wazazi wazaachema. Kama tuanze leo, tuanze na wazazi wazaachema. Ndio wataanza kutoa zawadi. Ndio waamini wazazi. Wazazi na ndugu jamaa ambao wamemsindikiza Gladness Mbeya. Ndio sasa wapange pale mstari kwa ajili ya kutoa zawadi na kupata picha pamoja. Ndio tusimame sasa. Kwa ajili ya Gladness, upande wa Gladness, naombe wajipange pale kwa ajili ya kutoa zawadi. Naona tayari nimeshakwisha kusimama pale, basi nitumie nafasi hii sasa kuwakaribisha kwa ajili ya kupata picha pamoja na kutoa zawadi. Niwakaribishe ndugu wa upande wa bibi harusi Malkia mtarajiwa. Karibu sana wazazi. Je, naomba muziki. Hapo ni muda wa kufurahi. Twende. Sasa ndio picha pamoja. Hao ni wazazi wazaachema, wanamwambia wao tumetupa heshima. Naona picha pamoja, wanamwambia hongera Frank Jacob, tunapata mbele maana Jacob baadaye. Wao shehe. Asante sana. Picha sasa pamoja, niombe tusimame. Ukipenda smile kwa Kichaga, kwa Kihindi, kwa Kichina, nisikie. Smile jamani. Kuna meno kama sita akiwa Marekani, smile kwa Kichina. Twende. Wow. Watawatoa kwa muziki kwanza. Kama dakika moja kwanza. Zile za kwetu Kiswahili tutawaletea baadaye. Naomba watu hao wanacheza Kiingereza. Sasa wakati huu tutaleta wazazi na ndugu wa bwana harusi wakiongozwa na mchungaji. Kama askofu. Dar es Salaam.
tunasema ametoka form 4, Mungu na miaka inaelekea 70. Mama Yesu. Mpaka ufa. DJ waandalie muziki moto wakiongozwa na baba mchungaji Wilson Kuda Mangwinya. Sasa ni sasa DJ muziki moto. Ni sasa kwa ingiza na kuleta wazazi kwa msitoe sasa. Wanaomba muziki wabadilishe kwa taifa wenyewe baadaye. Naomba wengine. Wakati wa wimbo teta haja. Twende sasa. Anaingia mama anasababisha kitu. Vijana wima kutoka Teta moja kupongeza vijana wao. Yaani huyu ni mratibu, huyu mratibu msaidizi. Twende kazi. Naomba imenaomba. Twende vijana sasa. DJ, naomba muziki pale. Yaani hata kazi itakuwa hapa shida sana. Mratibu msaidizi. Hadi la. Sasa jamani. Alitoka na msaidizi. Wewe. Naomba kwaito hapana. Wanataka
katibu msaidizi, karibu sana kwa ajili ya zawadi. Haleluya! Bwana asifiwe. Binafsi kwa niaba ya vijana tunayo furaha kwa viongozi wenzetu, ni mratibu na mratibu msaidizi wa idara ya vijana. Leo imekuwa jema, Mungu amewaweka pamoja tena. Bwana asifiwe. Basi mimi kama katibu msaidizi tunayo zawadi kutoka kwa vijana. Naomba nikabidhi, tafadhali mpiga picha kwa makini. Zawadi inakabidhiwa. Karibuni sana. Vijana tushike wote zawadi tunamkabidhi. Vijana wote tunyoshe mikono tushike zawadi yetu jamani. Wizara ya mambo ya ndani, wizara ya mambo ya ndani. Sio unajua kina nani? Wamama mpo. Sasa naileta wizara special, wizara ya mambo ya ndani, inapima TBS, inapima kila kitu, si wizara nyingine, ni wizara ya wamama ikiongozwa na mama Shemasi, ana jina la Kiingereza kwa Agnes Benson.
au kwa jina la Kiingereza Agnes Benson. Karibu kwa leo. Wakimaliza tutawapa wanasema wizara ya mambo ya ndani, akiwezekana kitu kiingizwe ndani alafu tutoke nini. Wanataka muziki sekunde 40 tutakuwa na soma. Twende sasa. Nimeshaona waziri wa mambo ya ndani ameshamuona. Kwanza watoe zawadi, alafu baadaye tutamruhusu waziri wa mambo ya ndani ambaye anaongoza tume hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sisi kama wamama tunayo furaha kubwa sana. Kijana wetu huyu amekuwa. Baada ya kukua ametuletea mkamwa. Nisichukue muda mrefu sana, maana nikianza kuongea hapa inaweza kufika saa 12. Basi mimi nichukue nafasi hii kuweza kuwapongeza vijana wetu kwa hatua hii nzuri mlioianza. Mungu awabariki kwa hatua ya leo mpaka hatua zinazofuata. Mungu aweze kuwatangulia. Amina. Picha pamoja. Picha pamoja kwanza. Wacha picha pamoja. Baada ya hapo wataongozwa na Mama Shivas, tawapa burudani sekunde 12. Sekunde 12 nazidisha mara 3 natoa kwa. Wow. Utamwona wababa wengine pale anajaribu kuatia moyo kwamba wajaribu kunenea Kichina. Twende. Umeona tabasamu lake? Anachanganya Kichanga
pamoja na kikosi chako umekitendea haki. Nilikuwa naona unabadilisha furaha, mara ya Kichina, mara ya Kiingereza, mara ya Kifaransa. Sitaomba muda wa kucheza. Hawa nyinyi kwa sababu ni wizara nzuri sana. Nitaomba baada ya picha mtatoka kwa muziki. Wakati sasa nitakaribisha familia ya mchungaji popote walipo, wana zawadi kwa ajili ya maharusi wa taratibu. Msiwe wa leo. Yeye mwenyewe amesema maombi yanafuraha sana. Hapa natubania. Siku ile leo. Tunamshukuru sana Mungu. Sana zaidi ya sana. Yaani ukisikia sana ni kutoka moyoni. Wakati mimi natoa hii taarifa, hapo nikajikuta ninazalika kwenda Kigoma, nikasema ni lazima niwepo tu. Yaani hata usiku wa manane nitafika. Yaani jana nikata tiketi bila kupenda. Nikasema feki sasa amekuwa. Amen. Feki mbele amekuwa. Anakuja kwenye chama ambacho mhubiri alisema mmoja akasema hivi, ni chama ambacho ibada njema inaanzia wapi? Chama kinachoongoza kwa msamaha. Ni chama kinachoongoza kwa upole. Amen. Na kinaongoza pia kwa ukali. Lakini ameanza Franki, mbuyu mwingine utapata. Mkiwe sana. Huyu mbuyu umekatika, bado wa pili. Amen. Asante sana. Watoto kwa muziki baba, kwa umeongea jambo zuri sana. Safi sana. Wape burudani watoto. Wakati wa sasa nasema wanataka mchungaji Tango hapa. Mika yaani kwa kweli zawadi ambazo zinaonekana hapa wengi sana. Kwa hiyo wakati mwingine tunapatisha kwenye burudani nikukubalia. Kwa majina nayoona hapa, tunaweza tukatoka saa 6 ya usiku. Sasa naomba nimkaribishe Mika Amos, wakati huo Wima Jimbo watakuwa wakijiandaa kuleta zawadi. Sasa wakati huu nilete Mika Amos. Anataka burudani. Popote ulipo sasa namwona pale. Kwa Yesu nasa.
naomba picha pamoja. Jamani, wanaotaka kutoa zawadi zile. Mbona hizi bata zote wanataka kutoa zawadi. Sona maanisha wazangu kwa kwa. Sasa wakati tunaona picha pamoja, wakitoka wima jimbo ndani ya so watakuwa wakijiandaa nao kutoa zawadi. Ndani ya so watakuwa wakijiandaa kutoa zawadi. Nyoka muziki. Jimbo wima. Wow, naona pale. Asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niko na mwenzangu mama. Bwana Yesu asifiwe. Basi sisi kama wima jimbo la Dar es Salaam, Wellness ni katibu wetu wa jimbo la Dar es Salaam. Tumekuja hapa kwa ajili ya kumpa support, lakini Fred pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya jimbo la Dar es Salaam. Kwa wote kwa hiyo asante sana. Huo ndio uongozi mkubwa wa vijana jimbo la Dar es Salaam. Wow. Msiongee mengi, mwongee machache. Haleluya. Tunapenda sana kumtukuza Mungu kwa ajili ya hii siku ambayo Bwana hakika alifanya. Sisi ni kikundi cha maombi, tuko wasichana, mabinti tuliookoka na tunapenda Yesu, tuko 9 na huyu ndio mwali wetu wa 5 kwenda. Haleluya. Amen. Nafikiri vijana wamepata message, wako 9, mmoja amechomoka. Kwa hiyo mwenye macho haambiwi. Sasa wakati huu mabibi na mabwana ambao mko katika hafla hii, sherehe nzuri, tunaenda kutazama pale handsome Frank Jacob, mwana Jacob kwa jina la Kiingereza tabia baadaye maana yake, pamoja na malkia wake anaitwa Agnes Moyo. Sasa wakati naomba niletwe wafanya kazi kutoka Kitengule wa Agnes Moyo. Wafanya kazi kutoka Kitengule kwa wapi na kwa ajili ya zawadi. Wanataka moto, wanataka ya mchanga. Kwani wafanana? Twende kazi. DJ, naomba muziki. Sasa tunapiga suti hapa. Naomba muziki. Twende kazi. DJ, wanataka muziki moto. Ni vijana kama wameenda sana. 2001. Twende kazi.
wachezaji na wafanyakazi wenu. Naomba picha pamoja hapo. Naona pale watu wanatabasamu kweli kweli, wanasema ongea na wafanyakazi wenzetu. Asante. Wanaruhusiwa kuchukua picha, msiwa kingi na ITV na Star TV. Okay, naomba sekunde 6.8. Hawa ni madaktari, kwa hiyo hawa wanajua vipimo. Sasa nataka sekunde 6.6 positive 20. Sekunde zimesha, naongeza pointi 2. Ndio hapo. Wakati huu sasa wageni waalikwa wa Bwana, naomba nimlete Mheshimiwa Mr. Elises Shukrani. Karibuni sana popote mlipo. Wow, naona pale mweze kuleta zawadi yenu. Wakati huu sasa Benjamin Mwahepe kwa kijiandaa kwa ajili ya zawadi. Baba, tunaomba kitabu mwanze hapa. Najua ni daktari. Madaktari wanatoka mahesabu mafupi tu. Kwa hiyo naomba mwanze patu hapa katikati. Sawa jamani, naomba madaktari pia. Mahesabu yao ni 6.8. Twende kazi. Nije yote mzima. Picha pamoja. Wakati huo sasa akijiandaa Bella na Agnes, naomba uongee Kiinjilisti. Amen. Kiinjilisti zaidi ya Baba Frank. Nafikiri mimi nakutambulisha kwako, labda umenisahau. Mimi ni kijana ambaye nilikuta nikiwa ni kijana kutoka mtaani. Amen. Kwa hiyo ulinifuata nikiwa sina chakula. Kwa nichukue nukuu ile ya jana kwamba hiki ninachokifanya leo ni kitu ambacho ulijipanga. Amen. Nilitamani niwe na bilionea nikubariki, lakini Mungu anaendelea kukubariki. Pokea hiki cha leo. Mungu akubariki sana. Asante sana. Wow. Wapi Bella? Agnes kutoka Msumi. Au pia kwenda kwa mbele. Twende sasa
TETA, viongozi wa wima TETA. Twende. Na mimi ni kiongozi. Kwa sababu nimeshika mic. Naomba kidogo. Twende viongozi wa wima TETA. Naomba sasa nimalizie mtu wa mwisho, alafu mtarudisha usukani kwa mchungaji. Mtu wa mwisho si mwingine, acha nimsome. Jina lake ndefu. Wa mwisho kutoa zawadi ataitwa Sani Morisi Korimba. Piga makofi. Sasa wakati huo ni walimu wa Bwana, tuseme asanteni sana. Wakati sasa nitaomba mchungaji kuwatoa. Basi ngoja tuombe kwa ajili ya kukamilisha haya, alafu tutaendelea na jambo letu la asubuhi. Mungu, nakushukuru kwa mambo yote yaliyofanyika mahali hapa. Wabariki wote, Mungu waimarishe wote, warudi nyumbani kwa furaha, upande wa mwanaume, upande wa mwanamke, kanisa zima kwa heshima iliyopokea siku ya leo. Asante Mungu wetu kwa kuwa unafanya yote katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina. Asante sana bibi na mabwana. Tutamtoa bibi harusi. Naomba vijana wote wa kike tutoe na burudani. Tumuondoe mahali hapa. Naona Malikia amekaa muda mrefu amesimama, hapo hataki kuchoka sana. Ndio ameanza safari. Naomba vijana wa kike tumuondoe. Bwana asifiwe. Bwana mwitiki, Bwana asifiwe. Amen. Yaani hamna ja. Bwana mwitiki, Bwana asifiwe. Amen. Amina. Basi baada ya au kuna mtu amebaki? Nani? Inua mkono ambaye amebaki. Hakuna mtu aliyebaki. Kwa ajili ya zawadi. Haya lete. Joni. Wapigie wale kule. Naomba wageni sasa wapigie wale. Tukombe gadi kwa Kiingereza. Tukombe kwa Kiingereza zungu.
picha ya pamoja. Pateni picha ya pamoja pale. Yes, safi sana. Wow. Daktari Maria, safi sana. Wow. Inatosha jamani. Asante sana ndugu zake na bibi harusi mtarajiwa. Mungu awabariki sana. Tumesahau zawadi lakini baada ya kutumia moja. Makofi kwake. Nikapanda mvua ikunyesha. Tumefanya kazi ya kutosha. Asante sana. Mrudishe huyu bwana. Vijana wa kiume naomba tumuondoe bwana harusi mtarajiwa handsome Frank Jacobo. Maana ya Frank Jacobo ni baba mtoa baraka. Maana baba na baba yake kwa baba mtoa baraka. Vijana wa kiume naomba. Chakula napoa. Kwa hiyo vijana wa kiume na wa kike mkaneni jamani, mkaneni. Tumuondoe handsome wetu Frank Jacobo. Wapi Frank Jacobo? Nimefanya jambo kubwa mno. Jana nimepokea barua ya waimbaji wengine ambao watatembelea vitu vyao mwezi wa 6, na nimeipokea, nimeshajadili na uongozi. Kwa hiyo tukapata kwaya nyingine nzuri kama nyie watakao kuja kututembelea mwezi wa 6. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tutawapokea, tutafurahi, tutacheza nao, tutaruka nao, itakuwa ni jambo jema. Basi karibuni tena siku nyingine, mjisikie amani na furaha, waimbaji wa Zinga pamoja na mchungaji wenu na mlezi wenu na kanisa zima kwa ujumla. Tupelekeni salamu kule, pelekeni salamu kule. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 58. Naomba mmoja asome. Hizi salamu ziende mpaka Kibaha. Wakorintho wa kwanza 15:58. Naomba mmoja asome. Zamani nilikuwa kiongozi wa kutoa salamu kwenda kwa polisi. Hatimaye au soma wa msana wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58. Inasema Wakorintho 15:58. Wakorintho wa kwanza 15:58. Inasema Wakorintho wa kwanza 15:58. Basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, mstirike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Kwa kuwa wajua ya kwamba taabu yenu si bure katika Bwana. Si bure, mwimarike, mkazidi kutenda kazi siku zote za maisha yenu wakati mwapo hapa duniani. Basi baada ya kusema hayo, ni wakaribishe wageni wetu. Karibu msemaji mmoja afike hapa kwa ajili ya kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Wale tunaomba ni mshukuru Mungu wetu kwa ajili ya wema na fadhili ambazo ametutendea. Lakini pia Baba pamoja na viongozi kwa ujumla na kanisa lote tunashukuru sana. Umetupokea kwa kweli, tumejisikia kama tupo nyumbani. Bwana asifiwe sana. Lakini tunawakaribisha tena Zinga kwetu. Karibuni sana Zinga. Natamani sana nikimuona Baba. Tutaenda kuwasiliana ili kwamba afike Zinga. Nadhani bila kumaliza, niombe nimpe mzee wetu Lazaro, anaweza kuwa na chochote cha kuzungumza kama mlezi. Asante. Karibu Baba kwa ajili ya kumalizia. Ubarikiwe Baba. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kujalia kuweza kufika mahali hapa. Nimefurahi sana. Nadhani
kwa kuna usemi wanasema kwamba kila jambo na wakati wake. Sasa niseme sasa ni wakati ambao Bwana ilimpendeza kwamba siku ya leo tuweze kuwepo mahali hapa katika kanisa letu hili. Nakumbuka nilikuwa na deni na askofu na muda mrefu alitamani sana kuweza kufika Zinga, lakini nikasema muda wake ukifika atakuja. Kwa hiyo sasa, kwa niaba ya mchungaji wetu nadhani ameshatangulia kumkaribisha. Kwa hiyo ninafurahi kwa sababu sasa wakati umefika. Nadhani mheshimiwa, nitakuwa nimetoa mzigo. Karibu sana na Mungu akubariki. Wanazinga, mnasemaje tukimpanda mgeni wetu? Ndio tunamkaribisha wote kwa pamoja. Karibu sana Zinga, tunapenda wageni. Amina. Wakati naongea na mwisho, Amos sogea huko na uyasalimia. Sasa kwa kimya useme nilikuwa Dar es Salaam tena mbele. Mimi nimepata mwaliko wa kuja Zinga. Sasa nitakuja mchana kweupe, nitahudumu kama mkanipa siku 2, siku 3, siku 4, siku 5, nitakuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule Bagamoyo mjini walialika nilikwenda kuhudumu siku 3. Wengine walialika nikahudumu siku 4. Pale mjini kabla hapajawa vile palivyokuwa. Nilienda mara ngapi? Mara 2. Nilipata na iko 2. Alafu mchungaji aliyekuwa Zinga alikuwa anakuja na mke wake kusimamia ili wakati wote nipo. Kwa hiyo sasa Zinga sasa mlango uko wazi, ili nitakuja. Amina. Asante sana. Na mkitaka muwe kama hawa walivyo, hawa kama Yesu. Ukiona wanarukaruka wanacheza hapa na wewe unafikiri vijana. Lakini hapa tunakandamizana sana tu. Lakini mzelewe kufahamu, nataka nifahamu jinsi ninavyoendesha mambo yanapenda vizuri. Kwa hiyo mambo yanapenda vizuri. Karibuni sana, tutakula, tutakunywa, tukitoka hapa muda sio mrefu. Ninyi waimbaji wacha Mungu, Mungu awabariki sana. Mmefanya vizuri. Karibuni tena. Baadhi wenzenu walishakuja. Siku ile niliwaambia ninyi tangulieni. Mimi protokoli zimenikaba. Lakini sasa protokoli za kimya zitakuwepo. Sio mpaka niombe kibali kwa mtu afu ndo nije Zinga. Nitakuja kirafiki. Maana ndugu zangu wako pale. Ndugu zangu wako pale. Kwa nini siende? Kwa hiyo nitaenda. Tena kabla mwaka haujaisha tuzungumze tu vizuri. Kazi karibu Amos. Nilikuwa na Amos, huyu ni katibu wa kwanza wa kanisa hili. Amen. Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu nimefika kwa kuchelewa. Kutoka Dodoma asubuhi ya leo. Dodoma wanawasalimia sana. Karibuni Dodoma. Sasa wote tukaibada. Kwa katibu wa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Wakati basi tunaenda kwa chakula tu mara baada